Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Naam, ni siku nyingine tena mwana michezo wangu, kama ilivyokuwa kawaida yetu kuweza kuhabarishana na kujuzana yale ya kimichezo ambayo yanazidi kuhappen sehemu mbalimbali. Kama ninavyofahamu, siku hii ya leo kutakuwa na muendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa michezo mbalimbali kuweza kutimua vumbi kwenye viunga mbalimbali. Ila sisi tunakwenda kuangazia mchezo kati ya Dodoma Jiji dhidi ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, mchezo ambao utafanyika pale kwenye dimba la Jamhuri mkoani Dodoma, ambapo hapa timu ya Dodoma Jiji watakuwa nyumbani kuialika timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba katika dimba hilo la Jamhuri. Sasa kwenye kuelekea kwenye mchezo huu hapo, niko hapa na kikosi cha kwanza kutokea kwenye upande wa timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambacho kocha mkuu wa klabu ya Simba hapa namzungumzia bwana Steven Becker ameweza kukiweka wazi. Ndicho kikosi ambacho kitakwenda kuanza siku hii ya leo kwenye mchezo kati yao dhidi ya timu ya Dodoma Jiji, ili kuhakikisha klabu ya Simba wanaondoka na alama tatu muhimu kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. Kama ninavyofahamu, mara baada ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kutamatisha mchezo huu hapa, kinachofuata sasa hapa mbeleni ni mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa unaelekeaje Kariakoo Derby? Ni kuhakikisha unaondoka na alama zote tatu muhimu kwenye michezo yako ya nyuma, ambapo mchezo unaofuata kwa upande wa klabu ya Simba ni dhidi ya Dodoma Jiji. Niko hapa na kikosi cha kwanza ambacho kocha mkuu wa klabu ya Simba amekushaweza kukiweka wazi. Kikosi chake hiko ndicho kitakwenda kuanza na kitakuwa na mabadiliko kadha wa kadha kufuatia uhitaji wa mchezo husika. Mimi nitakuja kukusogezea hapa moja kwa moja mwana michezo wangu, na wewe uweze kufahamu ni namna gani ambavyo kocha mkuu wa klabu ya Simba atakwenda kuingia mchezo wa siku hii ya leo dhidi ya timu ya Dodoma Jiji. Lakini kabla sija kusogezea moja kwa moja, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa mwana familia wangu. Kama wewe hii ndio time yako ya kwanza na join nasi hapa Top 5 Media, halafu bado hujasubscribe channel yetu, kiukweli nikwambie wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media. Cha kufanya sasa hivi ili usipitwe na hizo taarifa zetu zote mpya za kimichezo, swala ni jepesi kabisa mwana familia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu ya Top 5 Media na kisha unatani on notification. Kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea kila siku kupitia hapa Top 5 Media. Na kama tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie juu ya kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali kuhusiana na kikosi cha kwanza cha klabu ya Simba. Kwa upande wa golini hapa, tegemea kumuona golikipa nambari 1 si mwingine bali ni Jibril Kasali, akiendelea kuaminika kwenye kikosi cha kwanza kwenye milingoti mitatu ya timu hii ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa, tegemea kumuona Shomari Kapombe Baba Esther akienda kuzima kwenye lile eneo la beki nambari 2. Lakini kwa upande wa beki nambari 3 hapa, tegemea kumuona Nixon Kibabage akienda kuzima kwenye eneo lile la beki nambari 3 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Beki nambari 4 na beki nambari 5 Ismail To akishirikiana vema na Lucien Deruku kwenye eneo la katikati kwenye kuhakikisha hakuna mauzauza yoyote yatapita kuelekea kwenye lango lao kwenye safu yao hiyo ya ulinzi. Kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa, si mwingine bali ni yule mvunja kuni Yusuf Kagoma. Yusuf Kagoma amekuwa muhimili mzuri ndani ya kikosi cha kwanza cha klabu ya Simba, ndio maana kocha Steven Becker mara zote huwa anaanza naye kwenye mechi zote ambazo zinakopo mbeleni mwake endapo mchezaji huyu Yusuf Kagoma atakuwepo fiti. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa, tegemea kumuona Liba Segwe, fundi wa boli huyu kutokea pale nchini Senegal, ambaye anafanya makubwa tangu aweze kutoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa, tegemea kumuona mchezaji Alassane Mahodo Kante akienda kuanza kwenye eneo la kiungo nambari 8 mara baada ya kuitumikia adhabu yake kukaa nje kwa michezo 5 ya ligi kuu. Sasa hatimaye adhabu hiyo imeweza kutamatika na tutegemea kumuona kwenye kikosi hiki. Lakini kwa upande wa mshambuliaji nambari 9 hapa, tegemea kumuona mchezaji Suleiman Mwalimu ambaye amekuwa na muendelezo mzuri kweli. Kadri anavyozidi kupewa nafasi ndivyo anavyozidi kuonyesha kitu kwa kocha kwamba yes, nahitajika kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 10 hapa, tegemea kumuona mchezaji Kratos Chota Chama, na kwa kumalizia kwa mchezaji nambari 11 ama winga ya kushoto si mwingine bali ni yule mchezaji anayegawa mateso
kwa mabeki wengi. Anicent Oula tegemea kumuona hapo akisimama kwenye kikosi hiko. Una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho nimekusogezea sasa hivi? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare na kutufollow.